rijali, na kutangamana wanawake kwa wanaume. Hizo ndizo sababu kwamba zinapelekea zina, wanawake kutangamana na wanaume. Ile taklid inasababisha zina. Yani usiache sababu ya kuwa nyumbani kwako kuna kuja watu, kuna tangamanikana binti zako na watu wengine ambao kwamba ni ajnabi. Hizi ndizo sababu kubwa za kupelekea katika uzinifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa kuhusu ndugu za mume. Manake watu waweza kuwa hawaelewi ndugu wa mume ni ajnabi, ni mtu wa kando yule. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vipi kuhusu ndugu wa mume, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema almaut, hiyo ndiyo kifo kabisa. Haifai wewe na mke wa dada yako kuwa faragha. Haifai wewe na shemege yako kuwa faragha, haifai. Hadhihi asbabu lizina, hizi ndizo sababu za zina. Wa kulluha, na zote, naha anha shari'u, sheria ya Kiislamu ilikataza masala kuangalia wanawake, ilikataza wanawake kufungua nyuso zao, ilikataza sheria ya Kiislamu kudhihirisha mapambo yao. Sadda lidhari'ati alwuqu'i fi alfahisha, kwa ajili ya kuzuilia njia ya kukupeleka katika uzinifu ama katika machafu. La tatu, miongoni mwa yale mambo matatu ambayo ni halali muislamu kumwagwa damu yake, atariku lidinihi, ni mtu aliyeacha dini yake, aloritadi. Mtu akiacha dini yake, sheria ni auawe. Qala sallallahu alaihi wasallama, alisema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshikie yeye, man baddala dinahu faqtuluhu, atakayebadilisha dini yake basi muuweni. Man baddala dinahu faqtuluhu, atakayebadilisha dini yake muuweni. Liannahu, kwa sababu gani? Liannahu, kwa sababu yake, shahida, alishuhudia, waatarafa, na akakubali, anna hadha dina haqqun, kwamba hii ni dini ya kweli. Amekubali kwamba hii ni dini ya kweli na akaingia. Thumma ba'da ma'rifatihi, kisha baada ya kuijua, waqtinaihi yartaddu, na kuikinai yuaritadi, fahadha dalilun ala fasadihi, hii ni dalili ya kuwa huyu mtu ni mfisidifu na wenye kufanya ufisadi katika ardhi, ni halali kuuawa. Fahadha yuktalu hadda, huyu yuwauliwa kwa kupigwa haddi, himayata lidini min at-tala'ubi, yuuawa kwa sababu ya kuilinda dini, watu wasije kuichezea, kuingia na kutoka. Kwa labda nyumba ataingia atoke, kiingia atoke, akiingia akitoka uwawe. Vile vile wasadda litariqi almufsidina alladhina yuriduna sarfa an-nasi an ad-din,
vile vile ni kuzuia njia ya watu waharibifu ambao kwamba wanataka kuwapomolosha watu katika dini. Kiona mwenzake ameingia leo, ametoka, ile dini ya kweli kweli, mbona fulani aliingia katoka, mbona fulani. Lakini kama ukiingia ukitoka waekiwa hukumu ya kuuawa, utaingia. Lianna ba'dahum, kwa sababu baadhi yao, yadkhulu fil islami, wanaingia katika Uislamu, dhahira, nje kidhahiri, ataingia kwenye Uislamu, thumma yartaddu, kisha yartadi, yatoka katika Uislamu, liyaqula nnasu, ili waseme watu, lam yartadda illa liannahu raa anna ad-dina laysa fihi salahiyatun, huyu bwana hakutoka katika dini kwa isipokuwa aliona kwamba si dini ya sawa. Huyu ametoka katika dini, watu watasema huyu ametoka katika dini kwa sababu ameona si dini ya sawa. Ndio kwa hadi ya kuwa ukiingia kwenye Uislamu, ukitaka ukitoka tu ni halali damu yako. Lianna hadha alladhi itadda min almufakkirina, kwa sababu huyu ambaye kwamba amertadi ikiwa ni miongoni wenye fahamu, wa min almudrikina lilumuri, na ni watu ambao kwamba wanajua mambo. Walau annahu raa fi hadha ad-din khairan, watasema huyu bwana ni mtu anafahamu zake, ni mtu sisi tunamjua, ametoka ameona kitu kule ndani ya dini. Lau kama kungekuwa na kheri asingeritaji. Kwa hivyo watu wengi, watu ambao kwamba wataka kuingia hawaingii, na baadhi ambao kwamba pia wameingia pia kufanya nini, watatoka. Ndio kwa sheria kwamba ukiingia katika Uislamu, ukitoka hukumu yake ni kuuawa, lau kuna sheria ya Kiislamu. Hakadha yaqulu almunafiquna wa dhi'afu aliman, wale munafikina na wanyonge wa imani, singetoka ule bwana, ile dini simwamjua mtu fulani bwana, mtu na akili zake bwana. Fa idha qutila fa inna an-nasa yahtarimuna ad-din, atakapotoka na akauawa, wengine wataheshimu dini. Kama asiingie kabisa ama aingie na abaki huko. Almufariqu liljamaa, almufariqu liljamaa, mwenye kuacha jamaa, mwenye kukosanisha watu wako kitu kimoja, yeye akawa yataka kuwakusanisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, atakapokuja mmoja wenu na nyinyi muko katika umoja, akataka kuwapasua, yani akataka kuwafarikisha, faqtuluhu, muweni. Kila tumesema huwa alladhi, yule kwamba yakhruju ala waliyi al-amri wa yufariqu jama'ata al-muslimin, yule ambaye kwamba yatoka katika toa ya kiongozi na yafarikisha jamaa ya Kiislamu. Wa yuradu bidhalika, wapendeleo hawa al-khawarij, ni watu wanaoitwa makhawarij, walbughatu na wadhalim. Wa man shaqqa asa taa, na atakayetoka katika toa ya kiongozi, wa kharaja ala aljamaa, na akatoka kuepuka jamaa, fa innahu yuqatalu daf'an li sharrihi, huwawa kuzuiliwa ile shari yake. Wa idha qutila bilqitali waljihadi
fa inna qatlahu ma'dhurun bihi shar'an, atakapouawa katika vita au katika jihadi, kwani kwa kuuliwa kwake kumepewa idhni kisheria. Liannahu siyanatul lidin, sababu linafanywa hivyo kwa sababu ya kuhifadhi dini. Minatalaubi, isije ikachezewa. Wa siyanatul lijtimai kalimati almuslimin, na ni kuhifadhi vile vile kuhifadhi kilima cha Uislamu wawe kitu kimoja. Hadha huwa almufariqu liljamaa, huyu ndio mwenye kufarikisha jamaa, na pia hukumu yake naye pia ni kuuawa. Islamu watukufu, almulahadha, Uislamu watu kuwa kitu kimoja ni fardhi. Uislamu watu kuwa kitu kimoja ni fardhi, ni faradhi, ni amri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kushikana Uislamu kuwa kitu kimoja ni amri ya lazima. Kufarikishana Uislamu kuwa kitu mbalimbali ndio hai, ni makatazo, ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema siku moja, kutakuja wakati Waislamu watakuwa watu wakinyang'aria, kila mmoja mtu wa Muislamu afanye vile anavyotaka, kama kile chakula ambacho kwamba kimewekwa katika sinia. Yani ifikie wakati kwamba mtu aweza kumfanya Muislamu lolote na hakuna chochote. Maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, aw min qilla, wakati huo Waislamu watakavyokuwa wafanywa hivyo ni kwa ajili ya uchache wao? Mtume atawaambia la, bali watakuwa ni wengi, lakini ghuthaun ka ghuthai sayl, mapovu kama mapovu wa baharini. Mapovu wa baharini yaisha hivi hivi. Ghuthau ka ghuthau sayl. Masahaba akauliza sababu gani watakuwa na wahan? Akauliza masahaba, man wahan? Sema hubbu dunya wa karahiyatul maut, kupenda dunia na kuchukia mauti. Na ndivyo ilivyokuwa. Yani ukiangalia hivi Waarabu wanasikitisha. Waarabu wanasikitisha. Daula la Kiisraeli liko katikati ya Waarabu, tena dola dogo, lakini utakuta hata wajui, kwa sababu wamependa dunia Waarabu, na vile vile wanachukia kufa. Siku zote kuchukia kufa utakuwa mdhaifu. Ukichukia kufa utakuwa mdhaifu. Au uwe muoga tu, wacha kuchukia kufa, uwe muoga tu utakuwa mdhaifu. Kwa inshallah, kwa haya Mwenyezi Mungu atuwafikishe kheri, ajalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana wa aqimis salam.